Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, leo ni rehma za Allah, naamini uko vyema, huna neno na Allah anakupa afya wewe pamoja na familia. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, leo ndani ya studio zetu za Mahdi TV tunaye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Ali Mwega ambaye anakujuza mengi au masuala mengi kuhusiana na ndoa. Kama tunavyojua, ndoa ni ibada na kuna mada ambazo tunafaa kuzungumzia haswa zinazohusiana na ndoa ili ndoa zetu ziweze kuwa salama kunradhi. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia unyenyekevu katika maisha ya wanandoa. Unafaa kuwa vipi? Uende ukajiuliza, anayepaswa kunyenyekea ni mwanamke. Je, upande wa mwanamume tutasemaje? Insha Allah tukielekea kwa Sheikh tutafahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa i'tiratihi at-tahirin wa sallama taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum Haifa. Wa alaikum assalam Sheikh. Waendeleaje? Alhamdulillah. Habari za muda? Nashukuru. Alhamdulillah. Sijui wewe? Alhamdulillah tumekupata tena. Sisi tunashukuru Mungu kidogo, unajua Nairobi tumekuwa kama watu wa Mombasa tunaswimu. Tuna swim huku na kule, lakini alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo iko sawa, kidogo tu ni bei ya maisha kidogo inatupeleka left and right na center, especially ya mafuta na kadhalika, lakini alhamdulillah tumeweza kufika, hata kama ni miguu tutafika. Naam. Alhamdulillah. Inshallah, katika mada yetu ya leo Sheikh, tunataka kuangazia swala ambalo naamini wengi hulichukulia ni upande wa mwanamke peke yake ama limewekewa uzito hasa upande wa mwanamke, nayo ni unyenyekevu katika maisha ya wanandoa. Sasa tunataka kufahamu huu unyenyekevu huu kwanza ina maana gani tunaposema unyenyekevu katika ndoa? Wacha tuongee unyenyekevu bishikil kulli in general. Naam. Wanasema being humble ama katika Kiarabu inaitwa tawadhu. Naam. Tawadhu yani ni kama mtu yuko hapa lakini anajishusha kidogo ajionyeshe yuko chini. For example, tawadhu ya mtu mwenye elimu ni nini? Tawadhu ya mtu mwenye iko na elimu ni zile wewe kuna elimu. Ushikutana na profesa, ukiongea kila kitu anakukosoa. Naam. Yani akiingia mahali anataka kila mtu ajue ni profesa, doctor, PhD. Naam. Mtu mwenye uko na pesa anaingia anasema posa otas. Omera nipatie kuku 10, nipatie nini 50. Naam. Ekelea maji ya ugali ndo mzima. Unaona? Naam. Hii si tawadhu. Naam. Yes, ukiangalia ama saa zingine unaona baadhi ya billionaires nguo yenye anavaa ni nguo ya kawaida. Ndio. Unaona? Yeye akivaa nguo kwa pesa yenye iko nayo itabidi avae dhahabu. Kweli. Kama imeshonelewa na almasi na kadhalika. Unasema aike iPhone kila mahali. Aike tablet juu ya kichwa. Kwa sababu ati sasa pesa yake inafika hapo. Tawadhu ni nini? Katika Kiarabu kifaa tu translation ni wewe mahali penye unaona huko, si lazima uonyeshe watu mahali penye huko. Kuwa na watu kwa level enye wako, level enye wanaelewa. Ndio unaona sasa zile wanasema rais mkubwa, shekhe mkubwa akienda keti, akule na watu, aongee nao. Labda cheo chake kiko juu. Labda yuko na heshima sana, lakini anaketi anatawadhu, anajishusha kidogo kutoka penye yuko ili wakuwe same level na watu. Ita change level yake, but itaonyesha hawa watu kitu inaitwa tawadhu. Ama methali nyingine ushaikuona saa zingine ukienda katika maulidi. Naam. Ama sherehe. Unaona kuna meza ya mashekh. Obviously kunao watu wenye una sponsor wanaketi nao. Ndio. Na wale wenye wanatembea na mashekh baadhi yao. Unaona, alafu kuna ile meza ya watu wa kawaida. Ndio. Unaona? Unajua msikitini hakuna meza, lakini kila mtu anaita meza ya wazee, meza
na kuna tofauti sana. Lakini ukiona huyu shekha atoke aketi na hao watu wa kawaida, ametoka katika hicho cheo chake, akakuja aketi na mtu wa kawaida akakula, hisi yenyewe mtu atapata nini gani? Ndio. Unaona? Ndio. Tumesema tawadhu ni nini Haifa? Ni kule kunyenyekea, yani ukiwa ndio unacho kule juu, yes, lakini huonyeshi kama unacho, lakini ukifika huku chini hata kama kudili na watu, exactly, hata kama the same level na watu ndiyo, nini ndiyo. Wanasema watu ni tofauti katika hii ulimwengu, na akili ni kama nywele, ni tofauti. Kila mtu ana zake. Watu wanaelewa tofauti. Sasa baadhi yetu hatuelewi, tukisema tawadhu nikikuelezea hivi hauelewi. Katika namna nyingine ya kuelezea kitu ni kuelezea kupitia opposite yake. Unajua opposite ya tawadhu ni nini? Unyenyekevu, opposite yake. Opposite ya kunyenyekea. Yes, kunyenyekea, humbleness. Kunyenyekea opposite yake ni nini? Si kiburi. Kiburi. Katika Kiarabu pia ni hivyo, kibr. Opposite ya tawadhu ni kibr. Yes, ama arrogance. Unaona? Kibr ni nini? Nadhani kiburi kila mtu anajua. Ni mtu anajaribu kujiweka juu sana. Mkiingia mali, ni mnajua mimi nani? Unajua unaongea na serikali. Juzi nilikuwa nanunua kitu mahali, mtu akakuja akaanza kugusa hizo vitu. Mtu akasema we unafanya nini? Mtu akasema unaongeaje na serikali? Mtu amevaa tu civilian. Sasa si tujui ni polisi si polisi. Yeye amekuja anagusa mahali ya mtu kuuliza maswali. Badala aulize na macho. Unakuta ni unaharibu vitu. Kwanza kani vyakula, baadhi ya vyakula vya barabara ama nini, ukigusa unaharibu. Sasa mtu mwingine ndo anatakana achukue na wewe ushaenda. So, kiburi opposite yake ni nini? Tawadhu. Je, wewe kama mwanadamu, wachana na ndoa, unaweza kuishi na kiburi? Kuna watu wanaishi na kiburi na hawajali. Asante. Je, wewe unaweza kuishi na mtu mwenye kiburi? Siwezi. Unaweza kufanya kazi na mtu mwenye kiburi? Siwezi. Unaona? Wacha nikupatie hadithi moja very beautiful. Naam. Hadithi inasema Al-Imam Al-Baqir alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, anasema at-tawadhu an tu'ti an-nasa ma tuhibbu an tu'ta. Imam Musa al-Kadhim katika hii hadithi sharifa anasema kwamba tawadhu ni nini? The simplest explanation for tawadhu. Tawadhu ni kupatia watu chenye wewe pia ungependa upatiwe. Unaona? Kama saizi mimi nikikutana na rais, aanze kunikutembea niletee maji, ifanye hivi, zima TV, washa taa nini, naweza kufurahia? Hawezi. So, mimi nikiwa rais pia sitakani kufanya hivyo. Kama kuna kitu inaweza kujifanyia, nenda na washa taa na keti. Yes, naweza kujiwekea maji, najiwekea. Ndio unaona kuna tofauti baina marais wenye labda wanajifanyia baadhi ya vitu na marais wenye wanataka kutuma vitu. Wanasema ndio ni tofauti ya first born na last born. So tawadhu ni hivyo. Tumeelewa tawadhu. Sasa tukiweka tawadhu tumeelewa, tuweke katika context. Fortunately or unfortunately, tawadhu saa zingine baadhi ya watu wanasema ama unyenyekevu katika ndoa, baadhi wanadhani sisi leo ukiingia ndani ya nyumba ukute bibi yako unakaribishwa kama ameweka magoti. Haifa unacheka ni kama unazifanya vitu kama hivyo. Wewe ni Mwafrika na tunajua watu wenyu wa nyumbani na tunajua nyumbani Haifa. Kuna vitu vina exceed, ni kama ni mila. Mfano tuangalie wanawake kama Uganda. Utakuta mila yao ni hiyo. Mume akiingia lazima awe ni kama anataka kupiga magoti. Hapigi magoti lakini kama anataka kupiga magoti. Lakini Tanzania pia baadhi ya watu naona wanafanya hivyo. Sasa unajua inaenda na mila za Kenya pia baadhi ya kabila. Sasa ni mila. Sasa Uganda tu. Ni mila, si dini. Si tunasema ni dini. Sasa wewe unaongea Haifa tuelewani. So bila shaka kuna mwanaume akiona vitu kama hivyo anasema niko na mke mnyenyekevu. Kuna mahali inaitwa rohoni anasikia raha.
Inshallah. Watu wenye wanasema inshallah hataki kufanya kitu. Jaribu Haifa, utashangaa. Hapana. Utanunuliwa nguo ya Idi karibu. Hakuna, unajua kunyenyekea ni kunyenyekea Sheikh. Ndio tutanyenyekea. Lakini haimaanishi niende kama napiga magoti jamani. Maana kuna wale wenzetu wapiga magoti wakupeleka chakula. Sikatai. Unyenyekevu huko. Hiyo sijakataa. Tulienda Uganda. Unajua kwanza wa Kenya tukienda baadhi hizi wa Kenya wako na shida mingi sana. Tukaingia hoteli tuko Uganda sijui wapi. Naam. Tukaletewa chakula. No. Sasa huyo waiter akakuja akafanya hivi. So unajua kwanza unafikiria chakula nataka kuangushwa ama nini? Haangushi. So unajua unaruka kujaribu kumsaidia. Kumbe ile anajaribu kuonyesha heshima. So unajua baadhi yetu anasema huku zuri ama tubaki. Unajua ukikuja Nairobi yote ni kiburi sasa. Ndio kuna unyenyekevu na kuna kiburi. Ndio. Lakini tunataniana tu mtu asituelewe kabisa. Naam. Sasa kitu anataka kusema, saa zingine mtu anadhani unyenyekevu ni saa zile mtu anajishusha mbele yako. Saa zingine wanasema kuna vitu ukiangalia lugha zinaambatana saa zingine baina ya kujidhalilisha na unyenyekevu. Baina ya kuogopa na unyenyekevu. Unanielewa? Ndio. Narudia tena. Kuna hizi vitu tatu huwa zinaambatana saa zingine. Unyenyekevu, kujidhalilisha ama kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu saa zingine hizi vitu mtu anaweza kuona zinafanana. Unaona? Sasa hapo hivyo ndo nia inabadilika. Yes. Na vitu vinabadilika. Mwisho nikumbushe nimalizie point katika shida za unyenyekevu. Naam. Ndo tuweze kuweka sawa maneno. Wanasema saa zingine sisi mashaka tunaongea vitu vizuri zile zinaharibu ndoa. Naam. Nikumbushe hiyo Haifa. Naam. Sawa? Naam. Sasa kitu inakutokezea nini katika ndoa? Kila mtu yuko na status Mwenyezi Mungu amempatia na majukumu. Si ndio? Ndio. Na based on hizo majukumu na status, yes, wewe ndio unatakana ujue unakaa wapi. Unaona kama saizi ndani ya nyumba kuna kiti cha baba. Unasema hata mimi niko nacho. Lakini sasa tukitaka kukula naweza na kiti chini na watoto. Na si keti hapo hivyo kwa sababu labda ukiangalia hizo viti zinafanana, lakini napenda hiyo angle vile imekaa hapo hivyo vizuri. Si ya kwamba ni kiti maalum yenye ni tofauti na kiti ya kila mtu. Unaona? Na ikibidi saa zingine na kiti pia kwingine. Si ndio? Lakini kama wewe si mdogo wangu. Nakutania. So what happens ni nini? Ukiingia katika ndoa, yes, kuna vitu zenye zinaweza kuleta onyesha unyenyekevu na kuna vitu zinaonyesha kiburi, na sasa tukimaliza tuongee faida zake. Yes, alafu tuongee madhara zake. Sasa kuhusiana na unyenyekevu katika ndoa. Yes. Ukiangalia wewe kama mwanadamu usisahau sisi tuko na general. Unajua kila mara sisi tunarudia hizi aya za Qur'ani zinaongelea ndoa. Yes. Na kwa nini tunarudia? Kwa sababu hizo ndo ni our general ruling. Ndio unaona kama saizi wewe ukiangalia movie za law ama sijui saizi Kenya Supreme Court nini wanasema power belongs to the people. Si ndio? Ndio. All sovereign power sijui nini belongs to the people. Unaona? Kila mara wakirudia hivyo hawarudi kwa sababu wanarudia kwa sababu hiyo ndio ni main thing yenye ina push all of the agendas. Ndio. Sasa Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Every time, everything that comes in a marriage, yes, tunaangalia in these two contexts. Ya kwanza sakina, utulivu. Ya pili ni mawadda na rahma. Sasa tukuje sasa, unaona hii ndio ni general ruling yetu. Unaona? Sasa tuangalie. Kama unyenyekevu, ukuwe na unyenyekevu. Na usiwe na kiburi. Mume ama mke, haina tofauti. Je, utakuwa unaleta sakina na utulivu ndani ya nyumba ama utakuwa unaleta the opposite? The opposite. Ina depend. Unyenyekevu inaleta opposite. Unyenyekevu inaleta gani?
Inafaa kuleta positive nini? Positive, si ndio? Inaleta utulivu. Lakini kama kiburi, wewe imagine kama mume wako yuko na kiburi ama mke wako yuko na kiburi. Yes, kama mimi nishaikuona, unakuta chakula umepikiwa, mmeletewa chakula. Yes. Alafu sema chakula gani unapika? Ugali hii inatoshana aje? Ama sijui mimi nikule ugali na mboga. Mimi nikule ugali na nini? Mboga. Nyama iko wapi? Samaki iko wapi? Hata omena. Na huko toa pesa samaki si. Sasa hii ni story nyingine, hiyo tutaongea baadaye. Unaona? Ama saa zingine unakuta anasema ati unapika watoto wanakula chips alafu mimi nikule chips leo usiku. Nilale aje na chips na makaroni. Hizi vitu siwezi. Lakini unaona hii ni lugha, kuna tofauti. Sasa unaona kuna communication ya nini, ya kiburi. Si ndio? Lakini ukisema unaona sasa hapa hivi kiburi sio kwa chakula. Kweli labda huyu mtu hii kitu inamsumbua. Ni mtu mwenye baadhi yetu tukule lunch, tukule nini. Wanataka chakula yenye ukilala uamke na kitu hivi ya kupeleka kazini. Si ya kitu ukiingia hivi kwa kitanda na hiyo pia imetoka kwa mwili. Kwanza makaroni, hiyo si chakula wanaume. Mimi nashangaa kuna baadhi ya wanaume, sitaki kuwataja. Mwanaume ati anaishi na Indomie. Aje sasa. Sheikh, naomba tuchukue mapumziko turudi. Tukirudi. Ni ukweli bwana. Mwanaume anaishi aje na Indomie bwana. Tukirudi inshallah tutaendelea na awamu ya pili. Sheikh, acha chukua mapumziko. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, katika awamu ya kwanza ameelezea ama ameweza kufafanulia kuhusiana na swala zima la unyenyekevu. Wanakwambia kuna tofauti ya unyenyekevu ni kibri. Sasa tunafaa kufahamu zaidi kinachoendelea ndani ya mada hii, kwani ni mada moja nzuri sana na ina ucheshi pia ndani yake. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, tunazidi kuwa naye Sheikh Ali ambaye anazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, hasa katika mada yetu ambayo tumechagua siku ya leo, unyenyekevu katika maisha ya wanandoa. Na insha Allah naamini ana mengi ambayo anataka kukuarifu mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala hili. Hivyo basi zidi kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Karibu tena. Naam Sheikh. Naam. Tulikuwa tumefika wapi? Naam, tulikuwa tunazidi kuongelea kuhusiana na swala la kibri na swala la unyenyekevu. Naam. Sasa unakuta kwamba tulikuwa tunaongelea chakula. Sasa kuna kitu wenye unasema kiburi na nini, saa zingine inajionyesha katika communication. Kwa sababu unajua kama mimi si communicate vile na react na wewe, ndio inaonyesha kiburi. Sasa tumesema kama mwanaume amekuja amekuta chakula yenye labda ingeani na kiburi, inamuonyesha ongee hivyo vile tumesema. Unaona? Kwa sababu si kila mwanaume anaweza kulala na baadhi ya chakula ndani ya tumbo. Yes. Na mimi sijui wanaume wengi wenye wameoa wanakula Indomie. Labda hao wenye labda wanatafuta mke bado. Kwa unajua unahitaji energy katika vitu vingi sana katika maisha. Moja yake ni kazi. Huwezi kufanya kazi na Indomie ama spaghetti. Lakini sasa what happens ni nini? Tawadhu ni nini? Tawadhu ni mke wangu. Yes. Umepika labda kitu yenye wewe unajua mimi nimetoka kazini nimechoka. Najua umechoka sana. Umepika hii chakula chakula kizuri, naona watoto wanafurahia chipsi nini. Wacha mimi nifanye nini? Niekelee maji ya ugali haraka haraka. Alafu tuangalie naweza kukula na nini haraka hivi, ama utume msichana kazi vinyanya ama nini, ndajipikia tu. Unaona hii tawadhu. Yeye labda si jukumu yake kupika vile wameelewana katika hiyo ndoa. Yes, ama vile ndoa inaeleweka katika hiyo nchi hiyo maeneo yenu. Unaona? So yeye anaingia anajisongea ugali nini, ama anasema mke wangu leo ndakula, lakini naona hapa hivi labda niongeze ndizi 2 3 avocado moja hivi. Ndo at least hii kitu iweze kubalance levels. Kwa unaona hii level ni kama ile ya mafuta.
ti yangu imewaka. Na hii Indomie bado itawaacha, ama hii sijui spaghetti chips, hata nikikula aje hiyo kitu haitazimika. So acha niongeze kitu ingine yenye ni nzito, at least mimi naweza kulala, at least nisiamke saa 8 ya usiku ama saa 5 ya usiku njaa. So unaona hiyo communication yake ni tofauti, and vice versa. Mwanamke pia anaweza kumjibu na kiburi. Yes, kama uko na shida si ujipikie. Mimi nimechoka hapa, nimepika hapa, nimefanya nini, lakini pia anaweza kujibu na tawabu, bwana yangu, najua umechoka, samahani, leo niliona watoto wameomba chips nikawapikia. Nikasahau labda wewe hii hautashiba. Ama nilidhani vile ulikuwa umeenda maulidina, umerudi kama umekula. So nikapika chakula yenye sisi hatuna shida nacho. Unaona? Lakini hakuna shida, haraka haraka wacha mimi niekelee maji ya ugali nifanye hivi. Je, unadhani wanaume ambao labda wana kiburi, huwa hichi kiburi wanapokuwa nacho ni kwa sababu ya kule kuona kama mimi nammiliki huyu mwanamke, ama anaweza sema chochote na hata nifanyia kitu? Same goes na huyu wajua mwanamke pia, mwanamke na mimi na kiburi chake. Wanawake kuna kiburi. Wanawake wana viburi vyao. Sasa tuweke case ya kwamba huyu mwanamume, saa zingine kuna wanaume wako na mentality kwamba huyu mimi na own, so I can do anything, naweza fanya chochote. Je, hii kiburi yake yeye kukosa unyenyekevu, je, utokana na sababu hizo zingine? Nikuchekeshe. Kuna rafiki yangu ameniambia anaenda harusi. Alafu anasema huyo mwanaume familia yao wampeleka ng'ombe 100, mbuzi 20 sijui kadhaa, ama kondoo. Unaona? Katika ndoa hii usisahau, hata kama huyu mwanaume ametoa yoyote, huyu mwanaume high chance hata act na kiburi. Si kwa sababu ametoa. Unajua zingine wewe unatoa kitu kidogo unafikiria umemiliki. Kweli. Sasa huyu mwenye anaelewa saa zingine vitu vinaenda aje, yeye hata kuwa na hiyo mentality. Saa zingine ni mentality ndogo yenye tuko nayo ya wewe unafikiria labda umelipa tayari mahari, umefanya nini, huyu mwanamke ni kama umemnunua. Hakuna kitu kama hicho katika Uislamu, kwa sababu unaona katika Uislamu sisi tunaona kwamba mahari kwetu sio pesa ya kununua msichana. Unaona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiongelea mahari, anaita sadaqatihinna, yes, ama anaita inaitwaje, sadaqatihinna nihla. Yes, kwanza mahari kwetu ukiangalia vizuri vile hii aya ya Qur'ani inajieleza, sadaqat ni kitu ya kwamba kuonyesha mapenzi yangu ni ukweli. Kama proof ya kwamba mimi nakutaka kiukweli. Si ya kwamba nataka kutumia tu vibaya na kupotea. Unaona? Ndio unaona hapo hivyo saa zingine watu wanataka bei ya juu, wengine wanataka vitu specific nini, kwa sababu mimi naonyesha ni namna ya kuonyesha mimi nakutaka na labda mapenzi yangu kwako. Hiyo kwanza. Pili, beside hiyo ni zawadi. Mahari katika ukiangalia hizo lugha za Kiarabu zinatumika katika mahari ni zawadi. So si bei ya kununua mtu. So hakuna mtu anamiliki mtu. Hakuna mtu anamiliki mtu. So wewe una haki ya kuongelesha mtu wowote hivyo. Sio mwenye unamwandika kazi, sio mke wako, wala hata watoto. Kwa sababu utakuwa unawafundisha nini? Unaona? So hiyo shida ni yako, si shida ni wewe ndio umeelewa vibaya ndoa nini. Kwa sababu nyinyi hapa hivi mnaingia nini? Mwenyezi Mungu amewapatia haki tofauti, lakini hakuna mwenye uko juu na hakuna mwenye uko chini. Tuko sawa? Alafu aya nyingine inasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan kathira. Ukiona baadhi ya hizi aya zinaongelea muashara ama kukuwa na uhusiano mzuri na kindness na mke wako. Yes, mtu labda hata akisoma hizi hata feel like ni kama wanaume huwa ni wabaya. Mwanaume tofauti yake na mwanamke, Mwenyezi Mungu alimpatia uwezo mbili tofauti zenye mwanamke hana. Ya kwanza ni physical. Unaona? Alafu ya pili Mwenyezi Mungu alimpatia jukumu ya nafaka, jukumu ya kulipa.
So unaona hizi vitu saa zile wewe unakuwa unapatia mtu, yes, ni ndo anakula yako, wewe unafanya kazi, yeye anafanya nini? Yeye anakula tu, wewe unamvisha, unamtibu, like unamlipia matibabu, unamfanyia nini? Kuna chance kiburi kuingia kwa akili vile umesema. Lakini yeye inajaribu kuambia, lakini nyinyi wanaume ndio mko na hizi haki nyinyi nini? Lakini mko na muashara bil maruf, muashara nzuri, kindness. Sawa. Wanasema mko na usawa. Ndio sasa zingine wanasema tukiongelea hizi tawadhu tunapenda kuongelea wanaume. Yes, but usisahau sisi tunaishi Nairobi. Ndio. Tunaishi Kenya, Nairobi, huku kwenye ni capital city ya kiburi ya the other gender also. Hata si swala la kwamba ni kiburi ya the other gender. No, hapa hivi tunapelekana. Nairobi watu wanapelekana. Watu wanapelekana. Nitasema ni kila sehemu, sio Nairobi peke yake. Ni hulka ya mwanamke tofauti na vile yuko. Utakuta ndio kuna Nairobi, pia kuna Mombasa, the same case. Sasa unajua sisi watu wa Nairobi hatuelewi Kiswahili. Sasa unajua sisi tunasikia tu sauti. Nasema ameniongelesha vizuri, kumbe umetukanwa. Sasa unajua kuna vile pia mtu aweza kuongelesha kwa vizuri. Lakini wewe ukachukulia labda ni uzuri kwa sababu ama kuongelesha na mafumbo. Sasa ujui labda huyu yeye hana ile unyenyekevu, utajua tu kabisa. Ndani ya toni ambayo mtu anatumia pia. Toni inakuwa pia kitu ambacho pia kina differentiate watu tofauti. Utakuta huyu ana unyenyekevu, ni kama ile useme mtu tu anaongea na wewe alafu akupigie kelele from nowhere. Na unajua kabisa huyu mtu ni civilized. Unaweza kaa chini ukaongea kama mtu mzima, kama vile ulisema unavyoingia ndani kama mwanamume, ongea ile toni yako. Itamata sana kwa huyo mtu. Maana wengine huwa wanafanya wanawake waongee. Yeye anakuja unaongea na kelele katika nyumba, utategemea ule mwanamke. Wengine hawajui hiyo kunyenyekea, kunyamaza. Wanasema two wrongs won't make it right. Exactly. Wanasema ndio mimi nimekosea, haimaanishi wewe pia unikosea. Na sasa utakuta mwingine kando na kwamba hajui kunyenyekea, ama kwa sababu kunyenyekea ni pande mbili. Being humble ni kwa watu wawili. Ndio kukosea, huyu labda amekosea mahali. Lakini vile unavyomcorrect itakuonyesha kwamba mtu atareact vipi. Kuna mwingine utamkosoa lakini yeye anajua kabisa yeye amekushautia. Lakini wewe utamkosoa, it's like sasa mimi nasema sasa nataka tuelewe point moja. Ya kwanza kabisa, yes, kuna action na reaction. Unaona? Kuna wrong action na wrong reaction. When hizi mbili zikipatana hii kitu haitakuwa fixed. Exactly. Si ndio? Sasa ndio nataka tufikie point hiyo ya mwisho yenye nini. Katika faida za tumesema tawadhu, watu nini niyo inaingia katika kategori ya kuishi vizuri. Ndiyo. Ni katika kategori yenye mtume ameishi na familia yake. Ndiyo. Tukiangalia katika nyumba, mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yes, lakini angalia vile alikuwa na watoto, vile alikuwa na bibi Khadija, vile nini. Kuna hadithi yenye inasemekana kwamba kuna siku mtume aliingia ndani ya nyumba, Imam Ali mwenye anapiga panga left right center, mtu mwenye amepiga jihad, mtu mwenye huku nje wanamuogopa, wanamuita Asadullah. Anakuta akaingia ndani ya nyumba, akakuta Imam Ali anasaidia bibi Fatima, nadhani alikuwa anasafisha maharage ama sijui nini, ama kuna kitu ndani ya nyumba alikuwa anasaidia. Mtume akakuja akasema hii ndo ni inatakana kuwa. Yes, na akataja baadhi ya thawabu na vile iko na thawabu yake kusaidia. Unaona? So, lakini kwa Mwarabu wa kawaida labda siku hizo Imam Ali alikuwa anafahamu makosa. Lakini Imam Ali anaona mke wake saizi yuko na mtoto mdogo labda Hassan na Hussein. Anatakana, unajua kitambo maisha ilikuwa ni labor intensive. Unakuta hiyo mkate yenye unataka kula wewe saizi mkate unakimbia tu hapa, hata zingine tunasumbuana. Nani ataenda kununua mkate? Hiyo mnatakana mlime. Hizo sijui hizo wheat ama hizo zinaitwaje, ngano, mkuje mzisafishe, mzieke, alafu mweke katika ile mashini mjisagie, alafu ndo mtengeze mkate. Unaona hiyo process yote. Mkate mmoja yenye saizi wewe unaenda unachukua 50 bob. 50 bob ilisha. Mkate ni how much saizi? 80 65. Unaona? Unakuta unanunua tu. Unaona? So unakuta, lakini bado wanawake walikuwa wanafanya hizo zote. Unaona? Sasa lakini mtume alikuwa anaonyesha kwamba wewe ndio labda huyu mtu mmeelewana jukumu ni yake. Wewe unatakana ukiingia ndani ya nyumba ukae.
iko sawa, hakuna shida kama mwanaume. Lakini Mtume anaonyesha kwamba example mzuri, ukiingia unaketi na mke wako. Hakuna hadithi kuketi na mke wako kula. Mimi nimekutana, nishai kwenda kwa nyumba za baadhi ya rafiki zangu, wanaume wanakula peke yao. Ndio maana utakuta Nilishtuka. utakuta especially upande wa Mombasa huwa ni tofauti. Upande wa Mombasa, kama mwanamke anatayarishwa kwenda katika ndoa, kuna vitu lazima ataambia. Ni vizuri sana ukae kila na nani na mume wako. Naam. Tukupate scenario kama Aisha. Wajua siku hizi kila mtu anafanya kazi. Sawa? Wanaume wanafanya kazi, wanawake nao pia wanafanya kazi. Na vile umesema ni vizuri sana mwanamume pia kumsaidia mwanamke. Yani akuwe na understanding. Exactly, na ile understanding. Kwa sababu unaona muashara bil ma'ruf ni like today leo unaweza kunipatia 70% ya energy yenye unaweza kunipatia. Kesho labda uko na nini, uko ni 10%. Umepigiwa makelele na boss, kumenyesha nini. Imagine wanasema mtu anapigia mke wake, yeye amefika mapema na hiyo flood ya Nairobi, hujapika hujaweka maelezo, mvua imenyesha kuanzia saa 9. Sasa unakuta kuna scenario kama hiyo. Watu wawili wanafanya kazi. Na tumesema kuna ile humbleness baina ya nini ya wanandoa. Na tukipiga tafakari utakuta labda tuseme mwanamume ameingia mapema. Naam. Na vile umesema ni vizuri sana, at least kuna ile understanding, kuna ile communication. Yes. Maana kuna ule mwanamume ashafikiria kwamba mimi ndio kila kitu kwa hii nyumba. Sasa nikiingia na expect hata kama huyu yofanya kazi nikuta ameweka chakula already kwa nini. Sasa unakuta kuna mwanamke atoka kazini, yes, kuna kule kupika, lakini at least saidia hata kama nione, just ile communicate, ujue kwamba kuna kitu naweza nini tu, ukifika ukute labda nimeweka tayari. At least akifika anaona kuna ile effort baina ya watu wawili. Sasa kuna mwingine huwa haoni hiyo, kama ninasema huyu mwanamke mimi nilimuoa, I know kazi yake ni hii. No, unfortunately unajua kitu yenye sasa, kitu ingependa kusema nini, tawadhu. Sasa wewe ndio ina status yako ya kwamba usipike. Ndio. Tawadhu inasema nini? Unaweza kusaidia. Ndio. Si ndio? Kama saizi labda kuosha gari ni jukumu yako ndani ya nyumba wewe kama mwanaume, si ndio? Lakini ukikuja ukute mke wako amekuosha gari vizuri, sina still wire. Ndio. Hiyo labda ni kujiandaa kuachana katika ndoa. But still unakuta kwamba utafurahia. Ama saa zingine kuna baadhi ya vitu si wanaume tunaambiwa na huwa tunasahau. Yes, wanasema katika namna ya kufanya mume wako afanye vitu ambavyo ulimwambia na hakufanya, labda kutengeza bulb, sijui kupiga msumari pale nini. Subiri aingie ndani ya nyumba, anza kujifanya kwamba umechukua nyundo unataka kupigilia hiyo kitu, ama chukua bulb. Sasa unafanya nini? Kuzia anajua jukumu yake. Ataona ni kama unaingia territory yake, na yeye amekuwa akizubazuba afanye hiyo kazi. Utakuta kwamba ataanza kukusaidia. Lakini hizi tricks si vizuri kutumia tricks katika ndoa. Sasa unaona, sasa tumetaja uzuri. Wacha tumalizie shida tawadhu. Kama saizi katika vitu ambavyo tunapata nini, kitu yenye iko nini, hadithi inasema in akramtal karima malaktahu when akramtal laima tamarrada. Inamaanisha nini? Wanasema ukimkirimu, umuonyeshe mtu heshima nzuri, uonyeshe mtu the wrong person, umuonyeshe tawadhu, huyu mtu atakuwa mjeuri sana. Kweli. Yes, lakini ukionyesha tawadhu the right person, yes, huyu mtu ni kama umemmiliki. Yani imagine, hadithi inasema ni hadithi ama ni nini, but I think ni hadithi. Yes, ya kwamba wewe unaweza unaona vile wewe unafikiria unaweza kumiliki mtu kupitia pesa, but hadithi inasema hapana, unaweza kumiliki mtu kupitia tawadhu. Kweli. Kama saizi mimi ni Sunday, wewe mfanyikazi wako labda unataka ingie Sunday. Kama umekaa naye vizuri kimwambia ingia Sunday, unaona utaona pingamizi. Kama yeye ni mtu mwenye ameona uzuri wako. Lakini kuna mtu mwingine wasa katika ulimwengu watu ni design mbili. Wanasema baadhi ni kama umbwa, baadhi ni kama paka. Tofauti nini? Wanasema paka, umbwa, sasa unakipatia chakula anasema huyu nani? Ama huyu ni Mungu. Anakukumbusha, anakukumbuka, sababu ana shukrani. Unaona? Ndio unaona
wanasema mbwa ni very loyal. Ndio. Yes, wanakumbuka wa nini. Paka ukimwanzifanyia vizuri sasa atakuwa jeuri. Na hata ukamfanyia vizuri paka, kesho kika nyama yako anakuja anachukua tu hivyo hivyo. Yes, unaona? Sasa kuna hizo vitu. Sasa kitu yenye inatokezea nini yenye tumeona katika shida zingine za ndoa nini? Wewe una deal na mke ama mume kutoka point of tawadhu. And then you realize ni kama wewe una enable kuwa mjeuri. Una enable kufikiria hii jukumu yenye wewe vile unajitolea imekuwa jukumu la. Unaona? Watu ni tofauti. So wewe sasa zile mtu anakufanyia vizuri, jaribu uiweke katika kategori ya kwamba remember hii si jukumu yake. Unaona? Hii si jukumu yake, yeye anajitolea kufanya. Kesho usikuwa unamuuliza sasa, kama saa zingine baadhi ya mahali ushakuona baadhi ya kazini hivi kwenye hakuna mtu wa kuweka chai, unakuta umeweka chai siku ya kwanza, umeweka chai siku ya pili. Yes. Watu wanauliza siku ya tatu, Haifa, leo piki chai? Ama unakuta watu wanaanza kusema leo hakuna chai, Haifa hajapika chai. Unaona? So unaona hao wanasahau hii point ya kwamba ulikuwa unajitolea tu. Ndio. Wewe jukumu labda hata ni wanasema ni high level katika hiyo ofisi, lakini wewe unajitolea kufanya X, Y, Z. Ndani ya nyumba pia ni hivyo. Kama mume akikusaidia, remember hiyo labda katika maelewano yenu na katika utamaduni, hiyo si jukumu yake. Yeye amejitolea, amejishusha daraja ndo tuweze kuwa level moja, ndo muweze kusaidiana katika hiyo siku yenye wewe hujaweza. Sio jukumu yake. And vice versa. Sasa zingine mke wako akifanyia vitu zenye sio katika jukumu yake, ama amejishusha, amekuonyesha heshima, si ya kwamba hawezi kukuongelesha vibaya. Amechagua kukuongelesha vizuri. Amechagua kukuongelesha na mapenzi. Cause huyo mke wako akienda huko job, watu wanamuogopa. Watu wanamuogopa. Yeye ni boss huko. Unaona? So sasa zingine tusi confuse hizi vitu. So tukumbuke ya kwamba tuishi vizuri, muashara bil ma'ruf. Shukran sana Sheikh kwa mawaidha yako mazuri. Naamini kwa mawaidha haya angalau mpenzi mtazamaji atakuwa amepata mawili matatu kuhusiana na swala zima la unyenyekevu kidunia na pia kindoa. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, amekujuza mengi kuhusiana na swala zima la unyenyekevu. Unyenyekevu ni muhimu sana. Tusiwe watu wenye kibri, haswa kwa wanandoa. Ndi vizuri sana nyote wawili muwe na unyenyekevu, kwani itazidisha mawadda ndani ya ndoa yenu na pia itawafanya muzidi kubond nyinyi kama familia ama wewe kama mtu na mke wake, na pia ita create kitu ambacho katika jamii mtakuwa na mfano bora wa wanandoa. Tuige jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoishi, na pia tuige jinsi Ahlul Bait walivyoishi na familia zao. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.